Kama vile ambavyo dhambi ya mtu haiwezi kuondolewa pasipo damu ya Yesu kumwagika ama pasipo mauti ya Bwana Yesu, vivyo hivyo hakuna mtu anaweza kufunguliwa kutoka katika agano pasipo mauti ya Bwana Yesu. Vivyo hivyo hakuna mtu anaweza kuwekwa huru kutoka katika laana pasipo mauti ya Bwana Yesu. Period. Popote pale ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaweza kuamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema agano la neema, na chini ya kichwa hichi tumekuwa tukichambua mambo mbalimbali. Wiki nitaanza kuonyesha kwa nini maisha chini ya Torati ni laana na maisha chini ya neema ni baraka. Torati ni laana, neema ni baraka. Na Wakristo wengi sana hawajui, na kwa bahati mbaya zaidi ya 99, nasemaga 9 ya Wakristo wanaishi chini ya Torati, na hivyo chini ya laana pasipo kujijua. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Kwa hiyo ukifika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia usisahau kulike pamoja na kushare. Na kama utapenda kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukaenda pale ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge, na ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, na ukapata mafundisho haya kila siku. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambaye umekuwa ukifuatilia na kusikiliza mafundisho haya kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza, waweze kufuatilia, ili nao wapate kujengeka. Kumbuka, unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo, mwambie kwamba mafundisho yanalenga kumfanya mtu afikiri kama Kristo na wala sio kufikiri kama Adamu. Na ndio maana mwanzo atakapoanza kusikiliza kidogo anaweza akaona ni magumu kwa sababu hiyo, lakini mwambie atoe muda walau siku 3 mfululizo. Roho Mtakatifu atapanga mafaili kichwani kwake, naye ataanza kuyaelewa mafundisho na kuyafurahia. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya uzaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Neema ya Kristo izidishwe kwako. Kumbuka, unapoomba simamia Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi 18, na Wakolosai mlango wa 1 mstari wa 9 hadi wa 11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Ninakupa hongera sana 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 kwa kufanya hivyo, maana kwa kufanya hivyo unasababisha watu wengi wanaweza kufikiwa kwa wakati, na kwa hiyo maisha ya watu wengi yanaguswa kwa wakati mmoja, na hivyo tunapunguza muda wa kuendelea kusubiri kazi ya ufalme wa Mungu ama injili ya ufalme wa Mungu kuenea duniani kote kote. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuende moja kwa moja kwenye somo letu. Kama nilivyokugusia hapo mwanzo wakati tunaanza, tutaanza kuangalia kwamba Torati ni laana, neema ni baraka, na watu wengi hawalijui hili. Sasa kumbuka rafiki, nilikwambia Torati inaitwa pia ndio sheria. Inaitwa Torati ya Musa, inaitwa pia ndio sheria, lakini pia ndio amri 10. Usisahau hiyo. Sheria, Torati, amri 10, usisahau hiyo. Na ndio pia inaitwa agano la kale. Tuliona kwenye, kama unakumbuka, Kumbukumbu la Torati 4:12, Kumbukumbu la Torati 4:12. Kwa hiyo ni muhimu ukalijua hilo. Sasa kitu ambacho watu hawajui, nilizungumza huko nyuma na muda hautaruhusu leo, lakini Torati, sheria hizi, amri 10 hazikutolewa kwa watu wengine zaidi ya taifa la Israeli. Kwa wengine tunapojaribu kukimbilia kwenye kuishi chini ya Torati, maana tunakimbilia kwenye kitu ambacho hakituhusu. Ilikuwa inamhusu Mwisraeli. Na kutolewa kwa Torati, kusoma Warumi 3:19 hadi 20, inasema kwamba ilisababisha
Kwanza hasa Torati ni kwa ajili ya hao walioko chini ya Torati, ambao nani? Taifa la Israeli. Lakini pia anasema Torati ikasababisha kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uje chini ya hukumu ya Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kutolewa kwa Torati pale Mlima Sinai sio tu kwamba ile Torati ilikuwa inawahusu wana wa Israeli, lakini pia ilisababisha na ulimwengu mzima ukaingia kwenye hukumu ya Mungu. Sasa leo tutaanza, ama wiki hii tutaanza kuchambua engo hiyo kwamba Torati ni laana, neema ni baraka, na tutaangalia kwenye Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 9 hadi wa 14. Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 9 hadi wa 14. Nitasoma wote kwanza. Ama nianze mstari wa tuanze mstari wa 7 labda ili kae sawa. Tuanze mstari wa 7 mpaka mstari ule wa 14. Anasema hivi: fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Abrahamu. Na andiko kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Abrahamu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwe haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Abrahamu iwafikilie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sasa kabla watu wajaokota mawe na kusema anawezaje akasema Torati, sheria, amri 10 ni laana? Ya, Biblia inasema kabisa Torati, sheria, amri 10 ni laana. Sio maneno yangu, ni maneno ya Biblia. Angalia ule mstari wa 13 kwanza. Mstari wa 13 anasema hivi: Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati. Hajasema laana za Torati, amesema laana ya Torati. Akionyesha nini? Akionyesha kwamba Torati yenyewe ndio laana. Angesema laana za Torati, manake ni kwamba tungeenda kwenye Kumbukumbu la Torati 28, alafu kuanzia ule mstari wa 16 tukakuta zimetajwa pale kwamba ndipo laana hizi zote zitakapokuja na kupata. Lakini hajasema laana za Torati, amesema laana ya Torati, kuonyesha kwamba Torati yenyewe ni laana. Kwa nini laana? Ni kwa sababu sasa kuna vitu kadhaa tutavizungumza hapa. Kuna okay, mambo mawili. Torati ilivyotolewa, kumbuka Torati hii ni sehemu ya agano ambalo Mungu aliingia na taifa la Israeli. Sasa tukajikumbusha tena kidogo. Twende Warumi 4 na Kumbukumbu la Torati 4. Siku zote wanachanganya Kumbukumbu la Torati na Warumi. Kumbukumbu la Torati 4:13 anasema hivi: Musa anawaambia wana wa Israeli, akawahubiri agano lake, yani Mungu Yehova akawahubiri agano lake alilowaamuru kulitenda, yani zile amri 10 akaziandika juu ya mbao 2 za mawe. Maona rafiki, kwamba zile amri 10 akaziandika juu ya mbao 2 za mawe. Sasa kwa anasema kitendo cha Mungu kutoa Torati ama kutoa amri 10 kwa wana wa Israeli ilikuwa ni kitendo cha yeye kuwapa nini? Kuingia agano na wao. Ni muhimu kalielewa hilo. Ni muhimu kalielewa hilo. Okay, sasa baada ya kusikia hilo, kuna vitu viwili nataka uvione hapa ambavyo ni vya muhimu mno. Kitu cha kwanza ambacho nataka ukione, agano linapoingiwa wakati wowote, huwezi ukaliondoa agano. Mtu anafunguliwa kutoka katika agano kwa kufa. Hakuna namna nyingine yeyote ya kumweka mtu huru kutoka katika agano lolote lile isipokuwa kupitia mauti. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo wakati Mungu anawapa taifa la Israeli ili agano ama amri 10 ama Torati, manake ni kwamba walipoingia kwenye haya makubaliano, namna pekee ambapo wangeweza kutoka kwenye haya makubaliano ilikuwa ni kupitia kifo. Bila kifo hutoki kwenye hilo agano. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, kifo kinakujaje? Kifo kinakuja hivi:
kwamba mnapoingia maagano ama mnapoingia agano, kwenye lile agano huwa zinatamkwa baraka, kwa maana ya kwamba ukitunza na kutekeleza masharti yote ya lile agano, kuna baraka ambazo unazipata. Lakini pia kuna laana ama adhabu ambayo unapata unapokuwa umevunja lile agano. Kwa hiyo una baraka kwa upande mmoja, una laana kwa upande mwingine. Kwa hiyo ina maana Mungu alipowapa Israeli agano, ama walipoingia agano, Israeli walipoingia agano na Mungu, manake moja, walitambua kuwa kwenye hilo agano hutoki mpaka umekufa. Lakini mbili, hilo agano pia mbali ya baraka linaambatana na laana, kwamba yeyote ambaye atashindwa kutunza, kutimiza masharti ya hilo agano, manake ni kwamba laana itakuja juu yake. Sasa tukiwa na hilo kichwani, turudi Wagalatia 3:13. Wagalatia 3:13. Alafu nitakuonyesha nataka kuzungumza nini ili uweze kunielewa asubuhi kwa upe. Na naamini ukiliona hili utakaa uliwe hela tena. Anasema Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti. Sasa sikilize. Kitu cha kwanza, mafundisho yote, tarudia tena, mafundisho yote au mahubiri yote ambayo watu wanaambiwa kwamba njoo tuvunje laana, maombi ya kuvunja laana. Sasa nitasema kwa upole, kwa heshima na kwa taadhima. Sawa? Kwamba hayo mafundisho, sasa nataka kuachilia bomu hapa. Lakini kabla kuachilia bomu, moja nikupe mstari mwingine bwana. Twende Waebrania 9. Twende Waebrania 9. Alafu tuanze mstari wa 11. Ama nitaanza 13. Anasema kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe, yani Kristo ni mjumbe wa agano jipya. Sasa sikiliza mstari wa 15. Ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hata walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Kwa hiyo anasema Kristo ni mjumbe wa agano jipya, na kupitia mauti yake alikomboa watu kutoka katika agano la kwanza. Mnisikia hilo? Hiyo ni Waebrania 9:15. Sasa sikilize hii. Kwa hiyo mafundisho yote, mahubiri yote, maombezi yote yanayofanyika ya kuvunja laana ni batili, ni utapeli. Either watu wamejua ama kutokujua. Sasa najua nimetumia lugha ngumu sana, lakini ili mzinduka wa Kristo. Mtu wote anakuambia tia hela kwenye bahasha njoo tuvunje laana, anakudanganya, anakutapeli. Kwa sababu gani? Laana, akufungua kutoka kwenye agano. Kwanza nianze na agano kwanza. Anakuambia kwamba njoo tuvunje maagano. Kuna maagano baba yako na mama yako na babu zako waliingia na mizimu na wachawi na kitu gani, njoo tuvunje hayo maagano. Huyo mtu anakutapeli. Huwezi ukavunja agano kwa maombi. Hakunaga hicho kitu. Agano, soma Biblia yako. Agano siku zote linavunjika kwa mauti kutokea, kwa mtu kufa, kwa mtu husika kufa. Kwa pasipo kufa haiwezekani ukafunguliwa kutoka katika agano. Vivyo hivyo haiwezekani ukafunguliwa kutoka katika laana pasipo mauti, kwa sababu laana inaondoka tu kwa kufa. Ndio maana anasema Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya Torati. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti. Kwa hiyo ina maana namna pekee ambayo Kristo ilibidi atufungue, awatoe wanadamu kutoka katika nini? Katika agano walikuwa limeingiwa, ili akufungua kutoka kwenye agano lolote. Ndio maana ilibidi afe kwa niaba yako. Ili akufungua kutoka kwenye laana yoyote, ilibidi afe kwa niaba yako. Kwa nini? Kwa sababu agano na laana, mtu anawekwa huru, anakombolewa. Unajua maana kukombolewa? Anakombolewa kupitia mauti. Nitarudia tena. Huwezi ukatoka katika agano, huwezi ukatoka katika laana kwa kusema eti unavunja, ama kwa kusema unatoa sadaka hela. Hiyo ni kutapeliana. Hiyo ni kudanganyana. Na ukitaka kujua kwamba umedanganywa,
wewe ulienda ukafanywa maombi yanaitwa ya ukombozi, maombi ya kuvunja laana, maombi ya kuvunja maagano, niambie kuna tofauti gani umeona kwenye maisha yako? Hakuna hiyo kitu. Namna pekee, nitarudia tena, namna pekee ya mtu kufunguliwa kutoka katika agano ambalo either ameingia yeye mwenyewe ama wazazi wake waliingia, babu zake na bibi zake na mama zake na wajomba zake, either namna pekee ya kutoka kwenye hilo agano ni kupitia mauti. Na namna pekee ya kutoka katika laana ambayo inakwenda sambamba na hilo agano, ambayo inakwenda sambamba na maana laana zote ni matokeo ya agano. Au mtu amesema amekulaani, namna pekee, sababu kazi ya laana ni inakoma, inasita pale mauti inapotokea. Maadamu yule muhusika yuko hai, laana itaendelea kutenda kazi. Kwa hiyo namna pekee unaweza ukasitisha ile laana ni kwa mauti. Sasa najua nimezungumza maneno magumu, na nafahamu watumishi wengi ambao wanafanya biashara ya ukombozi, biashara ya kuvunja maagano, biashara ya kuvunja laana, watakasirika, watatukana kwa sababu nawaharibia ugali wao. Mnisamee, lakini hatuwezi kuacha kuinena kweli. Nitasimama kwa ajili ya hiyo kweli. Wakorintho wa 2:13-8. Narudia tena. Agano, laana haviondoki kwa maombi, haviondoki kwa kuvunja. Na hata watu wazima wanaonisikiliza ambao wamekaa katika mila na desturi zao wanafahamu, watu wazima mnajua nazungumza nini. Laana inapoachiliwa kwenye familia fulani, kwenye nyumba fulani, kwenye ukoo fulani, kwa mfano watu wa Arusha wanafahamu, kuna kitu wanaita kuvunja chungu. Chungu kikishavunjwa kikanuiwa juu ya hiyo nyumba, haiachi, natafuna kila kitu. Ndio maana wakitaka kujaribu kuzuia makali yake inabidi watafute wanyama, hata kondoo wachinje ama ng'ombe wachinje. Kuna namna ambayo lazima mauti itokee, ndio unaweza kusimamisha hiyo laana, ndio unaweza kusimamisha ile agano. Bila mauti huwezi kusimamisha hicho kitu. Huo ni utaratibu ambao uko katika Biblia, ni utaratibu ambao uko katika tamaduni zote, iwe ni za Kiafrika, iwe ni za wazungu, iwe ni za Waarabu, iwe ni za Wachina. Narudia tena, ukishaingia katika agano, na kwa maana hiyo laana, huwezi ukatoka katika agano au katika laana kwa kusema unavunja, kwa kusema unafanya maombi, kwa kusema unatoa sadaka. Hicho kitu hakipo. Na ukitaka kujua hicho kitu hakipo, wewe unanisikiliza ambaye ulitoaga hela ukaenda kufanyia maombi ya kuvunja laana, ya kufanya ukombozi, maombi ya kuvunja agano, unajua kabisa maisha yako ya kubadilika. Mpaka leo hii bado umepauka. Kwa sababu gani haifanyi kazi? Kilichotokea tu ni kwamba mtumishi amekula hela yako na wewe umebakiwa na matatizo yako. Sasa tunatokaje katika laana? Na tunatokaje katika agano lolote, maagano yote, iwe ni babu, bibi, jamaa na marafiki wameingia? Nitakuonyesha muda sio mrefu, lakini kikubwa ni hichi. Yesu Kristo alikuja akaingia katika nafasi yako wewe. Kwa hiyo kukufungua kutoka katika agano lolote lile ambalo uliwahi kuingia ama wazazi wako waliwahi kuingia, ilibidi afe. Hilo ni la kwanza. Lakini mbili, ili kukufungua kutoka katika laana, iwe ni ya torati, iwe ni laana kitu kingine chochote ambayo imetamkwa, imenuiwa juu yako, ilibidi pia afe, alipie hiyo. Na kwa maana hiyo, kwa sababu ya imani yako kwa Yesu Kristo, maana yake ni kwamba kwa neema yake unawekwa huru kutoka katika maagano yote, unawekwa huru kutoka katika laana zote, ikiwa ni pamoja na laana ya torati. Lazima ulielewe hilo rafiki. Usipoelewa hilo utaliwa hela sana. Kwa hiyo nitarudia tena. Mafundisho yote, mahubiri yote na sarakasi zote zinazofanyika kwenye kitu kinachoitwa kuvunja maagano ama kuvunja laana, huko ni kuibiana mchana kweupe. Sasa najua nimetumia lugha ngumu sana, na kuna watu watanuna, watasema mtoe huyo kwenye redio. Sitolewi. Wacha tuambie watu ukweli. Kwa sababu usiende kinyume na Biblia, usiende kinyume na utaratibu alioweka Mungu. Kama Mungu mwenyewe aliona kwamba watu hawawezi kufunguliwa kutoka katika maagano, watu hawawezi kufunguliwa kutoka katika laana mpaka mauti itokee, kwa sababu ndio utaratibu ulivyo, ikabidi amtume mwana wake wa pekee aje afe kwa niaba yako wewe, ili sio tu kwamba aondoe dhambi zako pale msalabani, lakini pia akufungue kutoka katika maagano yote na akuweke huru kutoka katika laana zote. Kwa hiyo pasipo mauti, maagano hayavunjiki wala laana haiondoki.
Sasa kama vile ambavyo dhambi ya mtu haiwezi kuondolewa pasipo damu ya Yesu kumwagika ama pasipo mauti ya Bwana Yesu, vivyo hivyo hakuna mtu anaweza kufunguliwa kutoka katika agano pasipo mauti ya Bwana Yesu. Vivyo hivyo hakuna mtu anaweza kuwekwa huru kutoka katika laana pasipo mauti ya Bwana Yesu. Period. Hayo mengine yote ni kujilisha upepo. Kwa hiyo leo hii wewe unanisikiliza, ukifanya maamuzi ya kuamini na kukubaliana na huo ukweli kwamba kwa sababu ya imani yangu katika Yesu Kristo, mimi nimewekwa huru kutoka katika maagano yote, mimi nimewekwa huru kutoka katika laana zote, na kuhakikishia kama kulikuwa kuna agano lolote linakuathiri kwa namna moja ama nyingine, kama kulikuwa kuna laana yoyote na kuathiri kwa namna moja ama nyingine, inakoma hapo hapo, inaacha kufanya kazi hapo hapo. Ni so simple, ni nyepesi mno. Inabidi ufundishwe vibaya ili uamini tofauti. Ngoja nikuonyeshe tena kwenye Petro wa kwanza na mlango wa kwanza na mstari wa 17 hadi 19. Anasema hivi: na ikiwa mnamwita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo, yani Mungu, kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa. Hajasema mta, hajasema mna, mlikombolewa. Maana yake ni wakati uliopita. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Kwa anasema Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, alipomwaga damu yake, ndipo ambapo tulikombolewa. Tulikombolewa kutoka katika nini? Katika mwenendo usiofaa tulioupokea kutoka kwa baba zetu. Nini? Maagano ambayo waliingia. Nini? Laana ambazo zilielekezwa kwao kwa sababu ya hayo maagano. Tuko sawa sawa? Tumekombolewa kutoka katika hilo. Sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, anasema vitu viharibikavyo. Kwa hiyo mtu anayekwambia toa sadaka maalum ili ukombolewe, ili mzaliwa wako akombolewe, sijui ili nini kikombolewe, Biblia inakuonyesha wazi kabisa. Anasema hivyo ni vitu vinavyoharibika na haviwezi kumkomboa mwanadamu, aidha kutoka katika maagano ambayo baba zake waliingia, ama yeye mwenyewe aliingia, ama kutoka katika laana ambayo yeye mwenyewe ameingia kwa namna moja nyingine. Haiwezekani. Namna pekee unaweza kuwekwa huru ni kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Damu isiyokuwa na mawaa wala lawama. Sasa changamoto tulionayo kwa sababu ya uvivu wetu sisi watumishi kufikiri na wakukaa chini katika neno na kujifunza na kutafakari, tunatafuta vitu vya shortcut. Na ndio maana wote wanaokusomea habari ya kuvunja maagano na habari ya kuvunja laana watakupeleka kwenye mistari ya agano la kale. Hawawezi kuleta kwenye mistari ya agano jipya. Hawawezi. Watakukimbiza kwenye agano la kale. Watakupeleka kwenye Kumbukumbu la Torati mlango wa 5, ama watakupeleka kwenye Kutoka mlango wa 20 na hadithi hizi. Hawatakupeleka katika agano jipya. Na kwa maana hiyo imekuwa ni hayo mafundisho ya kuvunja maagano, ya kuvunja laana, imekuwa ni uwanja mpana sana ambao ibilisi anautumia kuvuruga maisha ya watu. Na kwa kuwa watumishi ni wavivu kama nilivyosema, ni rahisi tu kuambia wewe una laana, njoo tuvunje. Lakini kabla hujaja kuvunja, kisha umeleta sadaka. Kwani walikuwa wanatumia matambiko gani? Walikuwa wanatumia ng'ombe, walikuwa wanatumia mbuzi. Walikuwa wanatumia ng'ombe wangapi? Kaulize kwa wazazi wako walikuwa wanatumia mbuzi wangapi. Nimeenda kuuliza, wanyambia walikuwa wanatumia ng'ombe wawili, wanatumika labda na mbuzi 5. Kwa hiyo jumla shilingi ngapi? Jumla shilingi 1.5 milioni. Kwa hiyo katafute shilingi 1.5 milioni ulete. Alafu tutavunja hiyo laana. Na nyamaza kidogo ili uweze kufikiria hicho kinachofanyika nini. Kwa hiyo anakuambia wanataka kukomboa kwa fedha na kwa dhahabu, kwa mali ambapo Biblia imeshakuonyesha no. Huwezi ukakombolewa. Kukombolewa maana yake ni kununuliwa. Kununuliwa kutoka katika utumwa. Kitu pekee ambacho kinaweza kukununua wewe kutoka katika maagano ambayo wewe au baba zako waliingia, wazazi wako waliingia, au kinaweza kukomboa kutoka katika laana ambayo wewe mwenyewe ulijiingiza ama wazazi wako waliingia, ni damu ya Yesu Kristo isiyokuwa na mawaa. Hakuna kitu kingine chochote kinachoweza kumkomboa mwanadamu. My friend, agano, hakuna mtu anaweza kufunguliwa kwenye agano. Unafunguliwa kutoka kwenye agano kwa mauti tu, na sio nje hapo. Unafunguliwa kutoka katika agano ni kwa mauti tu. Sasa ukifa wewe ni hasara. Kwa hiyo Mungu akaja na mpango wa kijenius. Atafanyaje kutimiza kukidhi vigezo vya mauti, kumfungua kutoka katika agano pasipo huyo mtu kufa? Akamtuma Yesu Kristo, akaja akawa mbadala wako.
akafa kwa niaba yako, lakini pia akafa kama wewe, na kwa maana akakufungua. Na leo hii unaweza ukafurahia uhuru kutoka katika matambiko yote, malaana yote, maagano yote kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa kama hujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unataka kufurahia uhuru kutoka katika maagano, kutoka katika laana na matambiko waliofanya wazazi wako, kufanya mambo yafuatayo. Sema: Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Kisha akafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa wana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi kabisa, tuandikie tujue mahali ulipo. Nenda kwenye YouTube, sikiliza mafundisho yanaitwa Karibu katika Familia ya Mungu. Yatakusaidia, yatakujenga, yatakuimarisha. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana. Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia Mwalimu Huruma Gadi. Yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu, nilikuwa nimefungwa katika Torati. Lakini baada ya kuja kwa Mwalimu Huruma Gadi nimejifunza mafundisho katika neema, kwamba Mungu ana hasira na mimi. Kwa kumtoa Bwana Yesu alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida, lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu, kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo, kwa sababu nilikuwa huko kwenye Torati. Lakini baada ya kujifunza tena na tena, nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Yamenibadilisha katika kufikiri, kwa sababu zamani nilikuwa nafikiri, nilikuwa naona kwamba wokovu ni ngumu sana, lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu. Nimetoka kufikiri kama kwenye Agano la Kale, nimeanza kufikiri kwa Agano Jipya, kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana. Kwanza mimi nilikuwa mtu ambaye kwenye swala la ulinzi, nilikuwa kwenye kila ukitaka kulala au unataka kula chakula lazima uombe kupitia damu ya Yesu, ukizungukia chakula damu ya Yesu, uombe kujifunika kwa ulinzi wa damu ya Yesu. Lakini baada ya kuja kujifunza hapa kwa Mwalimu Huruma Gadi, nikaambiwa kwamba tayari mimi nina ulinzi masaa 24. Kwa hiyo sasa hivi ninalala vizuri, wala siombi, nikimshukuru Mungu nalala. Lakini pia kwenye magonjwa, familia yangu ilikuwa watoto unakuta mara nyingi wanaenda hospitali wanaumwa, lakini sasa hivi magonjwa hayapo tena kwenye familia yangu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumewekwa huru kabisa. Ujumbe wangu ni kwamba hebu wajifunze haya mafundisho, kwa sababu mara nyingi mtu anaweza akasikiliza mara moja hasielewe kama nilivyokuwa mimi, lakini kwa kadri atakavyoendelea kusikiliza tena na tena, hataona haya mafundisho yanamfungua na ni ya muhimu sana kwa Wakristo ambao bado hawajaweza kuyasikiliza. Kwa hiyo nashauri kwenye Telegram, kwenye YouTube, pia kuna kwenye redio, naomba wajitahidi kusikiliza, kwa sababu mafundisho hayo ni muhimu sana na yatawafungua sana kama yalivyonifungua mimi.